Ziara ya Rais William Ruto nchini China mnamo Aprili mwaka huu imevutia macho ya kimataifa hasa kutoka Marekani. Wakati Ruto alipokutana na Rais Xi Jinping wa China katika ukumbi wa watu maarufu, alitangaza wazi kwamba Kenya na China ni wasaidizi wa pamoja na kuunda utaratibu mpya wa dunia. Kauli hii imechochea wasiwasi mkubwa kutoka kwa seneta wa Marekani Jim Risch, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya mahusiano ya kigeni ya Seneti ya Marekani. Katika kikao cha bunge la Seneti la Marekani kilichojadili masuala ya Afrika Mashariki na pembe ya Afrika, Seneta Risch alieleza kuwa kauli ya Ruto haikuwa tu ishara ya urafiki wa kiuchumi, bali ni hatua ya kuelekea utiifu kwa China. Alisema kuwa Kenya ni mshirika mkubwa wa Marekani asiye mwanachama wa NATO, na hivyo haipaswi kujiunga kimkakati na mataifa yenye msimamo pinzani na Marekani. Risch alionya kuwa sera za Marekani kuelekea Afrika hazipaswi kujengwa juu ya viongozi binafsi, bali kwa kuimarisha taasisi, sekta binafsi na kuwawezesha vijana. Alisisitiza kuwa kuwekeza kwa viongozi wa muda mfupi ni hatari kwa maslahi ya muda mrefu ya Marekani, kwani baadhi yao wanaweza kupotosha ushawishi huo kwa manufaa binafsi. Ziara ya Ruto nchini China haikuwa ya maneno tu, bali ilisababisha kutiwa saini kwa mikataba mingi ya uwekezaji katika sekta za teknolojia, kilimo na nishati safi. China iliahidi kufanikisha utekelezaji wake haraka, hatua ambayo ni ya kuvutia kwa Kenya inayolenga ukuaji wa uchumi wa kijani, green economy, na upanuzi wa teknolojia. Hata hivyo, Marekani inaona mikataba hiyo kama sehemu ya mkakati mpana wa China wa kupanua ushawishi wake Afrika kupitia mpango wa ukanda na njia BRI, ambayo mara nyingi huambatana na madeni makubwa kwa mataifa yanayopokea msaada huo. Kwa muda mrefu, Marekani imekuwa mdau mkuu barani Afrika kwa njia ya misaada ya kibinadamu, msaada wa kijeshi na ushirikiano wa kiuchumi. Lakini katika miaka hivi karibuni, China imekuwa ikitumia diplomasia ya miundombinu na uwekezaji mkubwa kushawishi mataifa mengi ya Afrika. Kenya sasa inaonekana kuwa kwenye mstari wa mbele wa mabadiliko haya. Swali kuu sasa ni je, Kenya inaachana na magharibi na kuelekea mashariki? Katika ulimwengu unaobadilika kwa siasa za kimataifa, Kenya inajikuta ikibeba mzigo wa kuwa taifa la kimkakati linapotakiwa kuchagua kati ya Marekani yenye ushawishi mkubwa, Marekani na China. Ingawa urafiki na China unaonekana kuzaa matunda ya moja kwa moja ya maendeleo, athari zake kwa uhusiano wa muda mrefu na Marekani hazipaswi kupuuzwa. Kwa sasa, macho ya dunia yako kwa Kenya. Je, itaweza kusawazisha mizani ya kidiplomasia bila kusababisha mpasuko wa kimataifa? Je, unadhani Kenya inapaswa kuchagua upande au iwe na usawa wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili? Tuandikie maoni yako hapo chini au tushirikishe kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare makala zetu.